Imekuwa ni siku nyingine tena nzuri, tunakutana hapa kwenye The Bible Mind. Na The Bible Mind tukiwa leo ni episodi ya 3, tunadadavua kwa kina ubaga zaidi kuhusiana na kile kitabu cha Nabii Daniel. Na leo tupo kwenye Daniel sura ya 9, niko na mtumishi wa Mungu anaitwa Dr. Kathleen. Okay, leo tunaizungumzia Danieli sura ya 9 katika The Bible Mind, ambao tumeamua kujikita hasa kwenye kitabu cha Nabii Daniel. Daniel sura ya 9 tukiangalia kwa juu ni kama maombi kwa watu wake. Kuna upekee gani hasa kwenye hii sura? Well, upekee namba 1 ambao unaweza kusema unaonekana kwenye hii sura ni habari ya Danieli kuwa anafuatilia maandiko ambayo yalishaandikwa na wale waliotangulia kabla yake. Na kwenye mstari wa kwanza tu na wa pili utanotice wakati anasoma kuna vitu alivigundua. Kwa hiyo kuna namna hii sura isingekuwa ilivyo kama Danieli asingesoma akagundua alivyovigundua vilivyompelekea kuomba. Kwa hiyo kitu cha pekee hapa ni kwenye kusoma vitabu, kusoma maandiko. Sawa, hebu twende basi tukaisome hiyo sura ya 9. Sawa, tasoma kwa msaada wa Bwana. Danieli sura ya 9 mstari wa kwanza, Biblia inasema katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema, Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake, tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso kama hivi leo, kwa kuwa kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote walio karibu na hao walio mbali katika nchi zote ulikowafukuza, kwa sababu ya makosa yao walio kukosa. Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi, wala hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu kwa kwenda katika sheria zake alizoziweka mbele yetu kwa kinywa cha watumishi wake manabii. Naam, Israeli wote wameialifu sheria yako kwa kugeuka upande, wasisikilize sauti yako. Basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yetu na uwapo ule ulioandikwa katika sheria ya Musa mtumishi wa Mungu, kwa sababu tumemtenda dhambi. Naye ameyathibitisha maneno yake aliyoyanena juu yetu na juu ya waamuzi wetu waliotuamua kwa kumletea mambo maovu makuu, maana chini ya mbingu zote halikutendeka jambo kama hili lilivyotendeka juu ya Yerusalemu. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, mabaya haya yote yametupata, lakini hata hivyo hatukumwomba Bwana Mungu wetu atupe fadhili zake, ili tugeuke na kuyaacha maovu yetu na kuitambua kweli yake. Basi Bwana ameavizia mabaya hayo akatuletea, maana Bwana Mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zake zote azitendazo, na sisi hatukuitii sauti yake. Na sasa Bwana Mungu wetu, uliyewatoa watu wako hawa katika nchi ya Misri kwa mkono hodari, ukajipatia sifa kama ilivyo leo, tumefanya dhambi, tumetenda maovu. Bwana, sawasawa na haki yako yote, na kusii hasira yako na ghadhabu yako zigeuzwe na kuuacha mji wako Yerusalemu,
mlima wako mtakatifu. Maana kwa sababu ya dhambi zetu na maovu ya baba zetu, Yerusalemu na watu wako wamepata kulaumiwa na watu wote wanaotuzunguka. Basi sasa, Mungu wetu, yasikilize maombi ya mtumishi wako na dua zake, ukaangazishe uso wako juu ya patakatifu pako palipo ukiwa kwa ajili ya Bwana. Mungu wangu, tega sikio lako ukasikie. Fumbua macho yako ukautazame ukiwa wetu na mji ule ulioitwa kwa jina lako. Maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. Bwana usikie, Bwana usamehe, Bwana usikilize, ukatende, usikawie. Kwa ajili yako wewe, Mungu wangu, kwa sababu mji wako na watu wako wanaitwa kwa jina lako. Leo tutaishia kwenye mstari wa 19. Sasa kwenye hii mistari 19 tulioisoma, ambayo ndio itakuwa sehemu kubwa ya discussion yetu leo, tunaweza kuigawanya kwenye sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza tunaona ni sababu ya maombi ya Danieli. Na sehemu ya pili tunaona jinsi ambavyo Danieli aliamua kufanya katika maombi yake. Na sehemu ya 3 tunaona details za maombi yake na nini alichokuwa anakitaka Mungu akifanye. Kwa hiyo tukianza hapa kwenye mstari wa kwanza na wa pili, kwa historia kidogo, baadhi ya rejea zinasema ilikuwa ni takriban miaka 66 mpaka 67 tangu walipoingia utumwani. Kwa hiyo unaweza ukaona ilikuwa ni kipindi cha kukaribia na ile miaka 70 iliyotabiriwa kuisha. So Danieli anasema yeye kwa kuvisoma vitabu alifahamu hilo. Alifahamu kwamba ile hesabu ya miaka ambayo nabii Yeremia alisema watatakiwa kuwa utumwani inaishia. Na hili tunaweza kuliona kwenye kitabu kile cha Yeremia sura 25 mstari wa 11 na wa 12. Biblia inasema, na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, na mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia nami nitaifanya kuwa ukiwa milele. Ukisoma pia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29, tutasoma kuanzia mstari wa 5 hadi wa 10, lakini ninachotaka tukione kipo kwenye mstari wa 10. Biblia inasema, haya sasa ni maelekezo ambayo Yeremia alipewa awape wale waliokuwa utumwani. Anamwambia, jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, oeni wake mkazae wana na binti, kawaozeni wake wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, wazae wana na binti, mkaongezeke huko wala msipungue. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, manabii walio kati yenu na wabashiri wenu wasiwadanganye ninyi, wala msisikilize ndoto zenu mnazootesha, kwa maana kwa jina langu hutabiri maneno ya uongo kwenu. Mimi sikuwatuma, asema Bwana. Mstari wa 10 anasema, maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Kwa hiyo sasa tukirudi kwenye Danieli sura ya 9 mstari wa kwanza na wa pili, tunaona kwamba Danieli alikuwa anasoma haya ambayo waliotangulia waliandika. Sawa sawa. Na kwa kusoma akafahamu kwamba wanatakiwa kukaa utumwani miaka 70 tu, na miaka 70 ilikuwa inaisha. Kwa hiyo kwa kufahamu hivyo, tunaona mstari wa 3 anasema akaamua kumwelekezea Mungu uso wake kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unaweza ukashangaa kwamba Mungu alishasema hili litakuwa, kwa nini Danieli aombe? Yaani kama Mungu alishasema vitatokea tu vyenyewe, kwa hiyo Danieli angetulia tu
asubiri wakati utimia, wakati wa wao kurudishwa Yerusalemu. Lakini unaweza ukaona kwamba Danieli alitambua kwamba pamoja na kuwa kuna ahadi ya Mungu, bado na sisi kama wanadamu tuna nafasi ya kushiriki kwenye ile ahadi, kuhakikisha tunaipokea. Haimaanishi kwamba sisi ndo tutasababisha ile ahadi itokee, lakini tunashiriki kwenye kuipokea ile ahadi. Maana kama ambavyo Mungu ameahidi, na Biblia inasema kwenye Zaburi kwamba yeye Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Maana yake anaheshimu ile ahadi, ataitimiza. Analiangalia neno lake alitimize, lakini na sisi tuna nafasi ya kujiposition ili kupokea ile ahadi ambayo Mungu ametupa. Na moja ya namna ambayo tunafanya hivyo ni kwa njia ya maombi. Sasa mstari wa 3 tunaona Danieli anasema, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Kwenye hii mistari tuliyosoma mpaka huko mwisho, utaona anajaribu kuelezea kwamba walipelekwa utumwani kwa sababu hawakusikiliza maagizo ya Mungu ambayo alituma kwa manabii wake. Na ukirudi kule kwenye Kumbukumbu la Torati sura 28 imeweka vizuri kwamba wakitii kuna baraka zitaambatana nao, wasipotii kuna zile laana zitaambatana nazo, na moja kati ya hizo laana ni pamoja na wao kupelekwa utumwani. Kwa hiyo Danieli anasema alimwelekezea Mungu uso kwa maombi, kwa dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia. Na mstari unajaribu kutuonesha jinsi ambavyo Danieli alinyenyekea. Sehemu nyingi ukifuatilia kwenye Agano la Kale, jinsi ambavyo watu walipelekewa unabii kwamba wamemkosea Mungu, Mungu ataadhibu hivi na hivi. Walipoamua kutubu, utaona walifunga, wakavaa nguo za magunia, wakajipaka majivu. Sehemu nyingine hadi wanyama walifungishwa, hadi watoto wanaonyonya walifungishwa. Na hiyo ilikuwa ni ishara ya unyenyekevu wa hali ya juu kwa Mungu, kutaka Mungu awasamehe watu. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho Danieli alikifanya. Na hapa tukumbuke kwamba Danieli tayari alikuwa ni mmoja kati ya wakuu katika nchi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni mtu aliyekuwa busy kwa sababu ya majukumu ya uendeshaji wa nchi, lakini bado tunaona kwamba alifanya hichi kitendo cha unyenyekevu. Huwezi ukasema kwamba labda alikuwa anafanya hivyo asubuhi alafu baadaye anaenda kwenye majukumu yake. Biblia haijaweka wazi, lakini unaweza ukaona ni kitendo ambacho yamkini kilimgharimu muda wa kufanya majukumu yake ya kiuongozi, ili anyenyekee mbele za Mungu kwa ajili ya watu wake, ili hii ahadi ya wao kurejeshwa kutoka utumwani itimie. Na kuanzia huu mstari wa 4 mpaka wa 18 anajaribu sasa kumweleza Mungu jinsi walivyomkosea in details, kwamba Mungu, sisi hatujawasikiliza manabii wako, wafalme wetu hawakuwasikiliza manabii zako, baba zetu hawakuwasikiliza manabii zako, tumekukosea. Na hapa hajajiweka pembeni, kwa sababu ukifuatilia kuanzia sura ya 1 tunaona Danieli alikuwa ni mtu mkamilifu, mtu mchaji wa Mungu, mtu ambaye kabisa alishaamua kwamba kwa vyovyote vile, hata kama hayuko kwenye nchi yake, hatafanya kitu kitakachomchukiza Mungu wake. Kuanzia kwenye upande wa ibada mpaka kwenye upande wa vyakula. Na hata mara zote wafalme waliokuwa kipindi yeye yupo, walivyoota ndoto, hata katika kuwatafsiria, wale wafalme walikuwa wanampraise kama ni mkuu wa waganga, ni mkuu wa wachawi. Lakini Danieli alikuwa anajaribu kuonesha kwamba Mungu ndiye aliyekuwa anatoa tafsiri ya zile ndoto. Nafikiri tuko pamoja. Okay. Kwa hiyo hajajitoa kwenye hii picha, anafahamu kwamba kama taifa walimkosea Mungu, na yeye hakujitoa nje ya picha. Alitubu kwa ajili yake na kwa ajili ya taifa zima, akitafuta rehema za Mungu. Na anasema kabisa kwamba Mungu tunakujia sio kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako.
mahali fulani mwimba Zaburi anasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, kwa haki yako uniponye. Kibinadamu tukisimama mbele za Mungu hatuna haki yoyote, lakini kwa sababu ya haki ya Mungu, kwa sababu ya rehema za Mungu, tunapata kukubalika, tunapata kusamehewa, na Mungu anapata kushughulika na mambo yetu. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Danieli alisimama kwa ajili ya taifa lake, kuomba toba, kuomba rehema za Mungu. Na mstari wa 19 nitarudia kusoma, anasema, Bwana usikie, Bwana usamehe, Bwana usikilize, ukatende, usikawie. Maana yake baada ya kumaliza hii toba, akitambua kwamba wao wako utumwani kwa sababu ya kumkosea Mungu, anaomba toba, anaomba rehema, alafu anamwomba Mungu sawasawa na ahadi yake akatende, awarudishe Yerusalemu. Okay. Yeah. Na kwenye ile Danieli sura ya kwanza mstari wa mwisho, Biblia inasema kwamba Danieli alidumu kule Babeli mpaka mwaka wa kwanza wa kumiliki kwa Koreshi mfalme. Na huyu Koreshi ndio mfalme ambaye alikuja kuinitiate sasa ule mchakato wa Wayahudi kurudi Yerusalemu. Na nitasoma baadhi ya maandiko yanayotuonesha hayo kwenye kitabu cha Isaya sura ya 44. Sawa. Isaya sura ya 44. Tutasoma mstari wa 28. Tunaweza kuanzia mstari wa 24 kupata muktadha kidogo. Biblia inasema, Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi, mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitandaye mbingu peke yangu, nitengenezaye nchi, ni nani aliye pamoja nami? Nizitanguaye ishara za waongo na kuwatia waganga wazimu, niwarudishaye nyuma wenye hekima na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga, nilithibitishaye neno la mtumishi wangu na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu, niuambiaye Yerusalemu utakaliwa na watu, nayo miji ya Yuda itajengwa, nami nitapainua mahali pake palipobomoka. Niviambiaye vilindi kauka, nami nitaikausha mito yako. Mstari wa 28 anasema, nimwambiaye Koreshi mchungaji wangu, tafsiri nyingine zinasema masihi wangu, naye atayatenda mapenzi yangu, hata ataunena Yerusalemu utajengwa, na hilo hekalu msingi wako utawekwa. Tunakumbuka kwamba wakati hawa watu wanachukuliwa kupelekwa utumwani Babeli, moja ya vitu vilitokea ni vyombo vya nyumba ya Mungu kuchukuliwa, lakini baadaye Nebukadneza alienda akalibomoa hekalu, akaubomoa ukuta wa Yerusalemu. Okay. Kwa hiyo hapa Biblia inasema, Mungu anasema, nimwambiaye Koreshi mchungaji wangu, naye atayatenda mapenzi yangu, hata ataunena Yerusalemu utajengwa, na hilo hekalu msingi wako utawekwa. Tukija mstari wa sura ya 45 kuanzia mstari wa 1, anasema, haya ndiyo Bwana amwambiao Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. So Koreshi huyu alikuwa ni mtu wa Babeli, hakuwa Myahudi, kwa hiyo hakuwa taifa teule. Okay. Lakini tunaona Biblia inamuita ni masihi wa Bwana. Lakini ukiangalia kwenye mistari tuliotoka kuisoma, unaona Mungu alimchagua kwa ajili ya taifa lake Israeli. Alimuweka Babeli kwa wakati ule kwa kusudi maalum kwa ajili ya watu wake. Na tukirudi kwenye kitabu cha Ezra sura ya 1, Ezra sura ya 1, tunaona jinsi ambavyo Koreshi sasa anatoa wito wa hawa Wayahudi au wana wa Israeli kurudi Yerusalemu.
Ezra sura ya kwanza, tutaanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu iliyoko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye, na akwee mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli. Yeye ndiye Mungu iliyoko Yerusalemu. Na mtu awaye yote aliyesalia mahali popote akaapo hali ya ugeni, na asaidiwe na watu wa mahali pake kwa fedha na dhahabu na mahali na wanyama, zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu. So ukiendelea kusoma utagundua kwamba si tu kwamba alitoa amri ya kwamba hawa watu warudi kwenye nchi yao, lakini alitoa maagizo kwamba wapewe wanayoyahitaji kwa ajili ya kwenda kuijenga nyumba ya Mungu kule Yerusalemu. Na ukirifaa back kwenye story ya wana wa Israeli kwenye kile kitabu cha Kutoka, utagundua kwamba kitu kinachofanana na hichi kilitokea wakati wanatoka utumwani. Biblia inasema Mungu aliwapa wale wana wa Israeli kufadhiliwa na Wamisri. Kwa hiyo wakaondoka Misri na vitu vingi. Na hapa tunaona Koreshi anatoa agizo hilo hilo kwamba wale wanaoondoka kurudi Yuda nyumbani kwao kwenda kumjengea nyumba wapewe wanavyovihitaji. Na tunaweza kuona jinsi ambavyo mtu anaweza akamtumia mtu yoyote kwa ajili ya kusudi lake. Koreshi hakuwa Mwisraeli, hakuwa mtu wa taifa teule, lakini Mungu alimtumia kwa ajili ya kuwarudisha Israeli nyumbani. Nafikiri tupo pamoja. Tuko pamoja. Na kutokea hii mistari ambayo tumeisoma, kuna vitu vichache ambavyo nafikiri tunaweza tukavibeba hapa. Jambo la kwanza ni kuhusu ahadi za Mungu. Ni kweli Mungu ameahidi ahadi nyingi, hasa kwa sisi ambao tumefanyika kuwa watu wake kwa njia ya imani. Lakini inatuhitaji kusoma maandiko, inatuhitaji kujifunza maandiko ili tuzifahamu hizi ahadi pamoja na vitu mbalimbali ambavyo Mungu ametukirimia kwa ajili ya maisha haya hata siku atakaporudi. Kuna vitu ambavyo hatutaweza kuwa navyo kama hatujui kwamba viko tayari kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Danieli asingejua kwamba muda umeisha, pengine angeendelea tu kukaa utumwani, yeye pamoja na watu wake. Na kuna baadhi ya rejea zinasema kwamba tangu Danieli alipoomba yale maombi mpaka wakati Koreshi anaposimama kutoa agizo la wao kurudi, ilipita takribani miaka 3. Kwa hiyo unaweza kufikiria kwamba kama angetulia, asingeomba, mambo yangeweza kuwa tofauti. Kwa hiyo tunahitaji sana kujifunza maandiko, tunahitaji kuyafahamu maandiko, maana ndio njia pekee ambayo tunaweza kujua ahadi ambazo Mungu ameweka kwa ajili ya maisha yetu. Na tunapoenda mbele za Mungu tukimkumbusha zile ahadi, Mungu ni mwaminifu, anaweza kutusaidia kuzipata. Lakini pia hatutaweza kujua yale ambayo Mungu ametukirimia na kuyaclaim kwenye maisha yetu kama hatutasoma maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama tulivyoona kwa Danieli, tunaweza kushiriki kwenye kuzipokea hizi ahadi kwa njia ya maombi. Kwenye njia ya maombi tunaweza kupokea maelekezo ya nini ambacho tunatakiwa kufanya. Haya maandiko yapo, yana maelekezo, lakini kuna maelekezo mengine ambayo ni personal kwa mtu au kwa kikundi fulani cha watu, ambayo Mungu anaweza kuiachia, ambayo hayajaandikwa, ingawa hayawezi kwenda kinyume na yaliyoandikwa. Kwa hiyo kwa njia ya maombi tunashiriki katika kuzipokea zile ahadi za Mungu na yale ambayo tumekirimiwa na Mungu. Lakini jambo lingine, kama tulivyoona kwamba hawa walikuja utumwani kwa sababu hawakumtii Mungu.
hawakufuata maagizo yake. Maana yake nini? Kila tunapotii kuna reward ya utii wetu. Kumbukumbu 28 imeelezea vizuri, utakapotii mema haya yatakujilia. Lakini pia tusipotii, maana yake kinyume cha zile baraka zinakuwa laana. Kwa hiyo mwisho wa siku utashangaa mtu anatembea katika magonjwa yasiyoisha, kila anachokifanya mtu akifanikiwi kwa sababu hajatii yale ya maelekezo ambayo Mungu amempa. Kwa hiyo kama tunataka kuona baraka za Mungu, kama tunataka kuona mafanikio kwenye maisha binafsi lakini pia kwenye taifa, tunapaswa kuyatii yale maelekezo ambayo Mungu anatupa. Na jambo lingine ambalo tunaweza kuliona ni kwamba ni kwa sababu ya huruma za Mungu, ni kwa sababu ya rehema za Mungu kwamba hatuangamii. Kuna wimbo fulani hivi wameimba kwaya fulani ya Katoliki, anasema, Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu nani angesimama? Unagundua kwamba kama Mungu asinge turehemu, kama angetutenda sawasawa na makosa yetu, hakuna hata mmoja wetu ambaye angesimama. Lakini kwa sababu ametuhurumia na kwa sababu ya kazi ya msalaba, kila tunaposogea mbele zake kwa njia ya Kristo Yesu tunapokea rehema zake. Kwa hiyo badala ya kupata madhara yanayotokana na sisi kutotii, tunapata baraka kwa sababu ya kile ambacho Yesu amekifanya msalabani. Na jambo la mwisho ambalo unaweza kulisema ni wito kwa sisi wote. Tukimwangalia Danieli pamoja na majukumu mbalimbali alionayo, tungeweza kusema angekuwa na excuse ya kutokuomba. Angesema yuko busy, ametingwa na majukumu ya kiutawala. Lakini haikuwa ni excuse kwake, aliomba. Na ukifuatilia kitabu chote utagundua kwamba kila jambo alilolifanya aliomba. Kabla hajatafsiri zile ndoto, sehemu nyingi zinaonesha aliomba. Na alikuwa na utaratibu wa kuomba mara 3 kwa siku. Alikuwa na tabia za kufunga, za kutafuta uso wa Mungu. Hakuwa na excuse ya yeye kufanya ibada, hakuwa na excuse ya yeye kuomba. So sisi wengi wetu hatuna majukumu makubwa kama aliyokuwa nayo Danieli. Kwa hiyo tunapaswa kubidika kuomba. Kwa njia ya maombi ndio Mungu anaweza kuzungumza na sisi kwa habari ya mambo yetu binafsi. Na si tu binafsi, wakati mwingine Mungu anaweza akaachilia maelekezo kwa ajili ya watu, anaweza akaachilia maelekezo kwa ajili ya taifa, na yanapofanywa kazi yanaweza kuleta mafanikio kwenye maisha ya mtu na kwenye maisha ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo hatuna excuse. Tunapaswa kujifunza maandiko, tufahamu ahadi za Mungu na yale aliyotukirimia. Tunapaswa kuomba na tunapaswa kutembea katika utii. Wewe kwa mtazamo wako, katika maombi yako ushawahi kumngoja Bwana na akalisikia shauri lako? Nimeshawahi, na Mungu ameshawahi kulisikia shauri langu, na hata sasa ninamngoja Bwana. Yani ulikuwa unaomba alafu ukapata maelekezo. Unajua ile kumngoja Bwana ni Waswahili tunasema tahajudi. Una meditate upon the Lord. Unapomngoja ina maana unasubiri maelekezo kutoka kwake. Kwa sasa ni maelekezo gani labda wewe ulipokuwa unaomba ukamngoja Bwana? Unajua kuna mwingine anaweza kaa anaomba halafu akaenda amemaliza kuomba akaendelea kuchat na simu. Kuchati. Kwa hapo anakuwa mtali, ameshatoka kwenye uwepo wa ibada. So unapomngoja ina maana unasubiri maelekezo walau nusu saa au dakika 15. Nini ambacho Mungu anatamani azungumze? Wewe ushaifanya hivyo na ilikuwaje? Okay. Tunapokuja kwenye swala la maombi, ndio ni conversation. Yaani kama mimi na wewe tunavyoongea. Kwa hiyo maana yake kuna muda wa mimi kuongea, ndio, na kuna muda wa mimi kutulia na kusikiliza. Na bahati mbaya wengi wetu tumekuwa na tabia ile ya kwamba unaomba, unamaliza, unaondoka.
Ndio. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaweza akawa na cha kusema, lakini kwa sababu umeshaondoka hawezi kupokea kile ambacho Mungu anataka kusema. Unajikung'uta vumbi, unaendelea na safari. Nimemaliza ratiba yangu ya maombi ya nusu saa, unaondoka. Lakini kuna kitabu kimoja nilikisoma kilinifundisha sana kwenye jinsi ya kuomba. Jinsi ya kuomba. Kuna wakati ndio ni ratiba yako ya kuomba na una prayer point umezilist pale kwamba leo naenda kumwomba Mungu anisaidie hiki, anifanyie hiki, anielekeze hiki, anielekeze hiki. Lakini kuna wakati you just need to go and be there. Kuwepo pale kwa ajili yake. Uwepo pale, utulie. Na mwanzoni inakuwaga ngumu kukata umetulia. Kuna namna mambo mengi yana run kichwani. Leo nimekutana na mtu fulani, leo nimefanya hiki, labda ningefanya vile mambo yangekuwa tofauti. Ndio. Lakini kama ilivyo conversation na mtu mwingine yoyote, tunavofika kwenye swala la maombi ni lazima tuwe na muda wa kusema, lakini pia tuwe na muda wa kusikiliza. Ni kitu ambacho kinatengenezeka. Mwanzoni ni kigumu, lakini kitu ambacho kinatengenezeka. Unaamua kutulia, na ukishatulia mbele za Mungu, ukampa Mungu nafasi ya kusema, Mungu anasema. Kuna vitu vingine unaweza usielewe kwamba ni Mungu amesema, ukafikiri ni mawazo yako yamepita tu kichwani kwamba kwenye hili nikifanya hili nitatoboa, na unafanya kitu unafanikiwa. Na wakati ukiwa makini unavyoenda kumshukuru Mungu kwamba hichi kitu kimetiki, utagundua kwamba hili wazo halikutokea tu kwa sababu mimi niko smart, lakini it was inspired by the Spirit of God within me, kwamba nikifanya hichi kitu namna hii kitafanikiwa. Na wakati mwingine unajua kabisa kwamba this is God telling me kufanya hichi kitu, lakini inahitaji discipline endelevu ya kutulia na kusikiliza. Yeah. Kwa wewe ishai kutokea hiyo, ulifanyia kazi au ndo hiyo ulirush? Well, ni mwanzoni ulikuwa na rush. Nilikuwa na rush, na kuna namna unaweza ukaona mbona kama Mungu ajibu, naomba sana Mungu ajibu. Lakini nilivyoanza kujifunza utaratibu wa kutulia na kusikiliza, kuna namna nilianza kupata maelekezo kulingana na yale nilikuwa nayombea. Mengine nilikuwa siyaelewi, mengine yalikuwa yanapingana na kile nilichokiomba, lakini nilikuja kuelewa baadaye kwamba this was God preparing me, this was God telling me what to do. Matokeo yake hayakuwa right away, lakini sasa hivi naona yale matokeo kwa sababu ya kile ambacho Mungu aliniambia nikifanye wakati ule. Yeah. Kwa unawashauri nini kuhusiana na hichi ambacho tumejifunza? Kulikuwa kuna haja ya Danieli kuomba, au angeamua kuskip tu kwa sababu yani unabii tayari ulikuwa ushatimia? Dhima hasa ya Danieli kuomba ilikuwa ni nini? Kama nilivyosema mwanzoni, kuomba kwa Danieli, mstari ule wa 19 anasema usikie, ukasamehe, ukatende, usikawie. Umeona? Ndio. Kwa hiyo moja ya kitu alichokuwa kitarajia kutoka kwenye yale maombi ni Mungu kuwasamehe watu wake, maana walikwenda utumwani kwa sababu ya kutotii. Ilikuwa ni adhabu. Kwa hiyo wangeweza tu kubaki kwamba ina maana tumeadhibiwa, basi adhabu ikishaisha Mungu kwa mantikio kwamba ili Danieli alikuwa naomba kwamba Mungu asikie maombi yao, lakini awasamehe kwa kutokutii. Halafu akatende sawa sawa na vile ambavyo ule unabii ulivyokuwa umetimia. Kwa hakutengua chochote, lakini alisimama kama mlinzi kwa taifa lake, kwamba kile ambacho Mungu amekiahidi akifanye, lakini na wao pia wakiwa wanajua kwamba matokeo ya kutotii kwao yaliwapelekea kule, na Mungu kwa sababu Mungu anapenda rehema, alirudi kwa toba akijua kwamba wanaposamehewa na Mungu, kibali cha Mungu kinakuwa juu yao, na zile baraka za Mungu zinazotokana na kutii kwao zitaambatana na wao. Tukihusisha na maisha yetu, ishetokea Mungu akakupa agizo ukatii au ukajisahau, alafu baadaye kuja kuomba toba? Zimeshatokea scenarios ambazo nilielekezwa cha kufanya na sikufanya, nikarudi kwa toba. Na mara nyingi tusipotii,
kwa lugha za mitaani wanasema kinakulamba. Kuna namna mambo yanabumburuka, alafu unajua lakini Mungu alinionya, lakini Mungu alinielekeza nifanye hivi, lakini sikufanya. Na wakati mwingine tunaweza tukaona kwamba Mungu anachotuambia tukifanya ni kama anatuumiza, lakini Mungu anaona tusikokuona. Na anajua kabisa kwamba tukifanya hivi wakati huu, japokuwa hichi tunachotakiwa kufanya kinaweza kuonekana kigumu, mbeleni huko kitakuwa ni kwa faida yetu. So kila tunapoamua kutotii, kuna gharama tutakuja kulipa. Lakini Mungu kwa sababu Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema, tunapotubu anatusaidia. Ila tukitii inakuwa ni bora sana kwetu kuliko kupitia kipindi cha maumivu, kipindi cha kupoteza kabla hatuja experience zile baraka ambazo Mungu ametupa. Kuna wakati mwingine njia zetu zinakuwa ndefu kwa sababu ya kutotii. Lakini yamkini kama tukitii, kuna vitu havihitaji kuchukua muda mrefu kwenye maisha yetu. Ndio. Kwa kumalizia, neno la hekima hasa kwa kile ambacho tumejifunza leo kwa haya maombi ya Daniel kwa watu wake. Iangalia hii chapter, ilikuwa ni maombi ya taifa. Haikuwa ya mtu mmoja. Ndio. Na tunaweza tukahusianisha pia na taifa letu. Sawa. Tumekuwa na vipindi mbalimbali vya changamoto na hasa haya yaliyotokea kipindi cha uchaguzi. Na unaweza ukawa unatafuta mtu wa kumlaumu kwamba labda kama hawa wasingefanya hivi isingetokea. Wale ndo wana makosa, hawa ndo wana makosa. Hakuna mtu wa kumlaumu. Ukimwangalia Danieli kwa maisha yake, unaweza kusema yeye alikuwa mtii. Angeweza kujiondoa kwenye picha, akawaambia Mungu, wasamee viongozi wetu, wasamee watu wetu waliokosea. Lakini kwenye maombi yake na yeye alijiweka ndani ya picha. Na huu ni wito kwetu kama taifa. Na sio tu kwa taifa, inaweza ikawa ni kwa ngazi ya familia, ngazi ya jamii, ngazi ya mkoa. Mambo yanapokuwa yameenda ndivyo sivyo, hatutakiwi kutafuta wa kumlaumu, lakini tunatakiwa kurudi mbele za Mungu kwa toba. Ndio. Na tunaporudi kwa toba, Danieli amesema Mungu ni mwingi wa rehema. Na kwa sababu ni mwingi wa rehema, tunapotubu anasamehe. Kwa hiyo tunapoona mambo yamekuwa magumu mahali, tusitafute wa kulaumiana, tusimtafute wa kumlaumu, lakini tusimame katika nafasi zetu. As long as tumepata kujua kwamba mambo hayako sawa na kuna maeneo mbalimbali hayajakaa sawa, tusimame kuomba. Okay, sawa. Wewe sasa labda niliweke vipi? Mbona linakuja linapotea? Niseme hivi, labda wewe katika safari yako ya ukuaji wa kiroho, ni vitu gani vipi ambavyo vimeanza kufunguka kwako, ambavyo unaona sasa hapa nilifuata maelekezo ambao Mungu alikuwa ameniambia, sasa kuna vitu vinafunguka, labda ni karama au kuna vitu ambavyo wewe sasa unavijua kutokana na vile ambavyo ulikuwa umetii agizo la Mungu? Okay. Hichi ni kitu ambacho ni simple, lakini naona ambavyo kimenisaidia. Sawa. Mwanzoni wakati na kuwa kwenye wokovu, sikuaga na zile ratiba rasmi za kuomba na kujifunza neno. Lakini ile unaamka asubuhi, Mungu nakushukuru sababu nimeamka salama, ambao unaongoze leo. Amina. Unaingia kwenye Easy Bible app. Saizi tuna Bible app, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya utandawazi. Unasoma verse of the day, unaondoka. Ndio. Lakini mwaka 2021 nilipata msukumo ndani yangu wa kuwa na ratiba rasmi ya kuomba na kujifunza neno. Kwa hiyo nikaitengeneza ile ratiba rasmi. Kila muda fulani ukifika ni muda wangu wa ibada. Kwa hiyo nitaweka simu yangu kwenye do not disturb mode. Nitakuwa na muda wa kusoma neno, nitakuwa na muda wa kuomba kulingana na kile nilichokisoma, alafu nitakuwa na muda wa kuombea mahitaji yangu. Kwa hiyo kuna namna hii ratiba ikanisaidia tu si
kufahamu neno la Mungu. Ndio. Lakini pia kujifunza kumsikia Mungu, kujifunza kuelewa maandiko. Na naweza kusema tangu baada ya kuanza kufanya hivyo, nimeona Mungu akinipa nafasi mbalimbali za kutumika. Hata hii naweza kusema ni matokeo yake. Kwa sababu kabla ya hapo sikuwa nafanya kama ambavyo nafanya sasa. Ndio. Ya, na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya, sisemi hivi kwa sababu mchungaji yupo hapa. Lakini unasema tu baba siasikie tu, si fresh tu au? Ya, mwaka 2021 ndio ndipo nilipo join kanisa. Ulipojiunga na kanisa la Total Healing Ministry. Yes. Na namshukuru Mungu. Kipindi kile mchungaji hakuwepo. Alikuwepo mama mchungaji pamoja na viongozi wengine. Kitu ambacho mpaka leo namshukuru Mungu ni kwamba mama mchungaji alivyonipokea alinikabidhi kwa wale wachungaji wasaidizi. Kimbembe hapo. So alivyonikabidhi kwao, tulikuwa na madarasa mbalimbali ya kujifunza neno. Wale wachungaji walikuwa wanatufundisha, sio mimi peke yangu, tulikuwa kundi kubwa la watu. Wanafunzi. Walikuwa wanajaribu kutuonesha nini Biblia inasema, jinsi ambavyo tunatakiwa kuishi. Tulikuwa na kipindi cha kuchambua maandiko. Unafika pale unagundua kama kumbe hivi viko hivi. Kumbe tunatakiwa kuishi hivi, tunatakiwa kuishi vile. Na from there ndo wakati naendelea kuomba na mimi nataka nifahamu, nielewe mbona kama wachungaji wanaelewa vizuri na wanatumia Biblia hii. Pale ndo nikaanza kufanya hivi vitu kwa urasmi, kujifunza neno kwa urasmi, kuwa na ratiba ya maombi kwa urasmi. Na from there namshukuru Mungu sana kwamba najiona ninaendelea kukua. Kongole kwako. Naendelea kukua. Asante. Na namshukuru Mungu kwa hilo. Na kwa episode ijayo sasa tutajifunza nini kwenye hichi kitabu cha Daniel? Na kwa nini uliamua kuchagua kitabu cha Daniel? Story ambayo inanihamasisha hasa kwenye maisha yangu ya sasa. Ndio. Ipo kwenye ile sura ya kwanza ya Daniel. Yaani ule mstari wa Danieli aliazimia moyoni mwake. Kwa na wewe umeazimia moyoni mwako. Kuna namna kila nikitafakari ni challenge kuendelea kuazimia kuishi kwa ajili ya Mungu. Kumpendeza Mungu. Kufuata maelekezo ya Mungu. Ndio. Ni kitu ambacho sio kirahisi, kinahitaji kujifunza kila siku na commitment ya kila siku, na ni kitu ambacho ninafikiri kila Mkristo na hasa sisi vijana ambao sasa hivi ulimwengu unatuexpose kwenye vitu vingi sana kuliko ilivyokuwa zamani. Ni kitu ambacho kinabidi kiwe ndani yetu, kuazimia kuishi kwa ajili ya Mungu. Kujiweka wakfu kwa ajili ya Mungu. So kila nikitafakarigi sana hii mistari, ni kitu ambacho natamanigi ukiishi daima. Nikiishi, lakini pia nikipata nafasi ya kushare na mtu kitu, lazima nitamgusia hicho. Kwa episode ijayo sasa tutajikita wapi hasa kwenye hichi kitabu cha Daniel? Nafikiri tutajua, itakuwa surprise. Itakuwa surprise package. The surprise per se, lakini tutashirikishana. Wapi tutajikita. Sawa, mimi ni kushukuru kwa muda wako na kwa kile ambacho tumejifunza hasa leo kupitia hii Danieli sura ya 9 na namna ambavyo Danieli alikuwa ni maombi kwa ajili ya taifa la Israeli. Na alikuwa ameomba mpaka wakati ujao, yani kama alikuwa ashaona kile ambacho kitakuwa kimetokea na kile ambacho kitaenda kutabiriwa. Basi tutakapokuwa episode ijayo, tutakuwa episode ya 4 na tutaangalia ni nini hasa tutajikita hasa kwenye kitabu hichi cha Danieli ambacho kina mambo mengi. Kuna ndoto, kuna Danieli kwa kwenye tundu la simba. Yapo mambo mengi kadha wa kadha ambayo tutajikita kwayo. Basi mimi ni kuage tu kwa heri kupitia The Bible Mind. Tunaikamilisha kwa leo kwa namna hii mpaka tena wakati ujao tutakapokutana hapa kupitia The Bible Mind.